na matendo mema ili yawe mema, haya matendo mema ili yawe mema, as-salihat, al-amal as-salih, wanasema hiya allati ishtamalat ala shay'ain, ni yale yaliyokusanya mambo mawili. Matendo mema ni yale yaliyokusanya mambo mawili makuu. Al-awwal, jambo la kwanza, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla. Al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, kumtakasia Allah hayo matendo, ukayafanya kwa ajili yake yeye subhanahu wa ta'ala. Kama ni swala, umeiswali kwa ajili yake subhana. Kama ni saumu, umefunga kwa ajili yake subhana. Kama ni haji, umehiji kwa ajili yake subhana. Kama ni birrul walidain, umetenda wema kwa ajili yake yeye Allah subhana, ndiye aliyekuamrisha. Kadhalika silatul arham, kuunga udugu, umeunga udugu kwa ajili yake yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo matendo mema ni yale yaliyobeba mambo makuu mawili. La kwanza, al-ikhlasu lillahi, kwa maana umtakasie hiyo amali Allah, uisafishe, uifanye kwa ajili yake yeye tu. Jambo la pili kwenye hizo al-amalu salih, al-mutaba'atu lirrasul, kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima amali njema ibebe mambo haya mawili makubwa: al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini tumeyaweka haya mawili kwenye al-amalu salih? Kwa sababu amali yoyote ikiwa haijakusudiwa Allah, mtu kafanya kwa ajili ya kumuonesha mtu, kaswali ili amuoneshe mtu, kafunga ili asifiwe, sio kwa ajili ya Allah, ataka kusifiwa. Amali yoyote katika zile al-amalu salih ikiwa haikufanywa kwa ajili ya Allah, kwa maana hakuna ikhlas ndani yake, haikubaliwi na Allah tabaraka wa taala. Allah haikubali. Dhahiri, dalili zimekuja kwenye Qur'ani na hadithi. Ama katika hadithi Allah anasema, ana aghna ash-shurakai 'ani ash-shirki, ana aghna ash-shurakai 'ani ash-shirki, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu. Mimi ni mkwasi mkubwa kabisa nisiyehitaji ushirika. Yeyote atakayetenda amali ya kiibada akamshirikisha kwa ajili ya ibada hiyo mwingine zaidi yangu, nitamuacha huyo na ushirikina wake. Hii ni hadithi al-Qudsi, amepokea Imam Muslim kutoka kwa Abu Huraira. Kwa hiyo amali yoyote lazima iwe na ikhlas. Ndio maana tukaweka sharti la ikhlas katika kila amali. Kadhalika lazima amali yako hiyo iwe umeiga kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, isiwe ni amali ambayo haikutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujamfuata Mtume katika hiyo amali, lazima iwe umemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo amali. Kwa sababu lau ukifanya amali ambayo haikufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia haikubaliwi. Ushahidi ni hadithi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha ibada yake, saumu yake, jambo lake lolote lile la khairi kwa dhana yake yeye, lakini amelizusha, halipo katika sharia. Man ahdatha fi amrina hadha, yeyote atakayezusha katika jambo letu hili la dini, ma laysa minhu, lile ambalo halimo, fahuwa raddun,
atarudishiwa. Kwa hiyo al-amalu salih haiwezi kuwa al-amalu salih illa itakapobeba masharti makuu mawili: al-ikhlasu lillahi azza wa jalla, na pili al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alayhi wasallama, kwa mlioyasikia. Tumemaliza hapo. Hapa mpaka hapo tunazungumzia mambo mawili ya mwanzo. Tumezungumzia mambo mawili ya mwanzo. Tumebakisha mambo mangapi? Naam, mangapi yamebakia? Mawili. Lipi na lipi? At-tawasi bil haqqi wat tawasi bis sabr. Anasema Sheikh As-Saadi, wat tawasi bil haqqi, na kuhusiana kushikamana na haki. Yeye Imam Saadi akasema haki ni hayo mambo mawili ya mwanzo tuliyoyataja, manake al-iman wal amalu was-salih. Hii ndiyo haki. Kuhusiana kushikamana na haki, kuhusiana juu ya kushikamana na al-iman wal amalu was-salih. Katika kuliweka wazi haki pia ni ash-shar'u, ni sharia, ni sharia. Kwa tukisema watawasau bil haqi, na wakahusiana kushikamana na haki, maana yake kila mmoja amuhusie mwenzake kushikamana na sharia. Pale atakapomuona mwenzake amezembea kwenye jambo la wajibu, amuhusie, amwambie, ewe ndugu yangu, fanya jambo la wajibu, swali. Na akimuona anafanya jambo la haramu, anamkataza, anamuhusia, ndugu yangu, hebu epuka mambo ya haramu hayo unayoyafanya. Hakuishia yeye peke yake kwenye ile aya, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sababu mpaka hapa ni mtu yeye mwenyewe ameamini na akatenda mema, atakiwa atoke aende kwa ndugu yake. Watawasau bil haqi, na wakahusiana kushikamana na haki. Hakutosheka yeye tu kuwa amepatikanisha imani wala amalu salih, bali akavuka kutoka kwake kwenda kwa mwingine. Tawasau bil haqi, wakahusiana kushikamana na haki. Haki ni nini? Al-iman wal amalu salih. Au haki ni nini? Ash-shar'u, kushikamana na sharia kwa ujumla wake. Kwa hiyo namuhusiaje mtu? Namuhusia ambaye ana mapungufu ya kuyaendea mambo ya wajibu. Haswali mfano, namwambia swali. Hiyo ndio imeingia kwenye watawasau bil haqi. Nikimwona anafanya mambo ya haramu, anakula miamala ya riba, namwambia jiepushe na miamala ya riba, masako ya riba. Achana na wizi, achana na zinaa, achana na mziki. Hii inaingia watawasau bil haqi, wakahusiana kushikamana na nini? Na haki. Haki ni sharia. Kuhusiana kushikamana na sharia, imma mtu ana mapungufu kwenye wajib, tunamwamrisha, au ana kasoro katika mambo ya haramu anayofanya, tunamkataza. Hili limeingia kwenye watawasau bil haqi. Kwa maana ulama wanasema, falam yaktasiru ala naf'i anfusihim, hawakuishilia tu wao kuzinufaisha nafsi zao, kwamba ana al-iman, ana al-amalu salih, akawa ameishia hapo. Watu wengine shauri zao, kila mmoja na kaburi lake, kama wanavyosema baadhi ya watu. Mimi muda wa kuwa na swali, alhamdulillah, swali, nafanya mema na imani, alhamdulillah. Mambo mengine shauri zao. Hawakuishilia wao kuzinufaisha peke yake nafsi zao, bali wakawanufaisha na wenzi wao.
kwa maana wamezinufaisha kwanza nafsi zao alafu wakawanufaisha wenzi wao, ndio wakaja kwenye hili watawasau bilhaqi, wakahusiana kushikamana na haki, kama vile alivyoelekeza mtume katika hadithi sallallahu alaihi wasallam akisema ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika, mpendelee ndugu yako lile unalolipenda kwa ajili ya nafsi yako. Unapenda uwe na al-iman wal amalu salih, usiishie wewe peke yako, bali penda pia mwenzako naye awe kwenye mazingira ya imani na matendo mema, mfikishie pia, kama ilivyokuja katika hiyo hadithi, pendelee ndugu yako unalolipenda kwa ajili ya nafsi yako. Na pia aya ya Allah wanasema ahlul ilmi inaingia hapa, aya ya 30 mpaka aya 35 ya sura Fussilat. Allah anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika wale waliosema mola wetu ni Allah kisha wakawa na msimamo katika dini wao wenyewe, tatanazzalu alaihimul malaika, watateremkiwa na malaika kwa wingi wakati wa kukata roho, wawaambie la takhafu wala tahzanu, msiogope wala msihuzunike, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, pateni bishara njema ya pepo mliokuwa mkiahidiwa, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, sisi ndio vipenzi vyenu, wasimamizi wenu kwenye maisha ya dunia na akhira. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Mpaka hapa aya hizi zinatujulisha kwamba hawa watu wamesema rabbuna Allahu thumma istaqamu, mola wetu ni Allah, kisha wenyewe wakawa na istiqama katika mambo ya dini. Hapa ni wao na nafsi zao, ndio kama illa alladhina amanu wa amilu salihat, ni wao na nafsi zao wameamini na wakatenda mema. Aya hii ya 30 Fussilat inatubainishia kwamba wamesema mola wetu ni Allah, kisha wakawa na istiqama wao wenyewe, na Allah anataka wakitoka kwao waende kwa wenzi wao wakawanufaisha na wenzi wao. Zikaja aya za mbele, waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah, na ni nani atakayekuwa na kauli nzuri sana akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah. Maana katoka kwenye nafsi yake, sasa amehamia kwa wengine. Pamoja hapo, waman ahsanu qawla, na ni nani mwenye kauli nzuri sana, mimman daa ila Allah, akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah, wa amila saliha, na yeye akatenda mema, wa qala innani minal muslimin, na akasema hakika mimi ni miongoni mwa waislamu. Kwa hiyo rabbuna Allah walisema wao, thumma istaqamu ni wao wenyewe, alafu wakatoka huko wakawa wanawalingania wenzi wao kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa maana usiishilie kwenye manfaa kujinufaisha wewe mwenyewe tu, bali kadhalika yapeleke manfaa kwa wenzako. illa alladhina amanu wa amilu salihat, hapa ni wao wenyewe, watawasau bilhaqi, hapa wamekwenda kwa wenzi wao. Dhahiri naam. Akasema Sheikh, watawasau bisabri, na wakahusiana juu ya subra, wakahusiana juu ya subra. Akasema Sheikh, ala ta'ati Allah, juu ya kumtii Allah, kuhusiana subra katika hali ya kumtii Allah. Subra habsu nafs, ni kuizuia nafsi, ndio subra. Subira kwa Kiswahili, kwa Kiarabu sabr, as-sabr, subra. Wasabru subira, habsu nafsi ni kuizuia nafsi, amma la yanbaghi fi'luhu,
kutokamana na jambo ambalo haitakikani wewe kulifanya, ukaizuia nafsi. Hiyo ndiyo subra. Na subra au subira wanaigawa wanawazuoni sehemu kuu tatu. Wanawazuoni wa Kiislamu wameigawa subra katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza, sabrun ala ta'ati llah, kama alivyosema hapa al-Imam, watawasi bisabri ala ta'ati llah, na kuhusiana subra katika kumtii Allah. Kwa aina ya kwanza ya subra wanaita sabrun ala ta'ati llah, ni subra katika kumtii Allah, na kuna mifano mingi hapa. Wengi wa watu hupatwa na uvivu kutokamana na wao kuswali swala za jamaa msikitini. Haendi msikitini, na baadhi ya watu hawaji msikitini. Wanaume, wanawake sawa, kuswali majumbani ndiyo stahiki yao, na wao kuswali majumbani ni bora zaidi kuliko kuja misikitini. Swala zao za nyumbani wakiziswali malipo yake ni makubwa sana kuliko wanawake kuja kuswali msikitini. Wanaume wa Kiislamu hawaruhusiwi kuswali majumbani wakajifananisha na wanawake, haifai. Watakiwa watoke waje misikitini. Hii misikiti imejengwa kwa ajili ya wanaume waje hapa waswali. Tumeelewana vizuri eh? Kwa hiyo kuna watu wanapatwa na uzito kuacha majumba yao kuja misikitini kuswali. Sasa mtu kama huyu mathalan watakiwa umuhusie subra. Ni tabu kutoka mara kaja dhuhuri karudi, mara kaja alasiri karudi, kaja magharibi kaswali karudi, kaja isha. Tabu mtu anapata, lakini awe na subra katika kumtii Allah. Ndio hii subra ya kwanza, sabrun ala ta'ati llah, kuwa na subra katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tukiambiwa tuhusiane juu ya subra hii ya kuwa na subra wakati wa kumtii Allah, ni kumuhusia ndugu yako mwenye mapungufu wa jambo la taa. Kuswali jamaa ni taa. Amwambie ndugu yangu usiswali nyumbani, kweli upata tabu, upata dhiki. Kuwa na subra. Mambo kama haya khairi yanahitaji subra. Kama sio subra, kila mmoja atamani swali nyumbani kwake. Au mwingine anapata tabu kule kuswali tu, pata tabu mara kaacha mara kadha. Waambie akhi, kuwa na subra katika taa. Subra hii katika taa, kuswali ni taa kwa Allah. Kuwa na subra, iko siku utaenda kulipwa na Mola wako. Sisi tunaswali, kuna wengine wamekaa nini, anaona shida, pata tabu. Wamwambia kuwa na subra, kaswali, uwe na subra. Tumeelewana vizuri eh? Kadhalika mwingine anapata tabu kutoa mali ya zaka, pata tabu. Yani tayari ana mali na kuna fungu pale litakiwa litoke kwa ajili ya Allah. Ikiwa mali yake imefika nisab, mali yake imefika nisab. Nisab ni kiwango cha mali ambayo kimefikia kutolewa zaka. Sio kila mali inatolewa zaka, sio kila mali inatolewa zaka, mpaka ifike kiwango fulani. Wanakikadiria watu wa fiqhi kwamba mali aliyokuwa nayo mtu katika urudhu tijara iwe inaweza kununua hiyo mali yake gramu 85 za dhahabu. Kwa ikiwa gramu moja ya dhahabu labda 1,150,000, piga 150,000 mara 85. Ikiwa gramu ya dhahabu sasa hivi imekwenda kwenye 200,000, piga 200,000 mara 85. Hiyo pesa utakayoipata hapo, je, mali yako inafikia hiyo pesa? Ikiwa naam, tunakwambia
Swali la kwanza limepita. Swali la pili, je, inaweza ikabakia hivyo hivyo pasina kushuka chini? Inaweza ikabakia hivyo hivyo au ikapanda juu pasina kushuka chini ndani ya mwaka, ikawa imezungukiwa na mwaka mmoja? Akasema ndiyo. Tunamwambia toa 2.5 ya mali yako, toa sadaka kwa mafukara na maskini, ambayo ni zaka. Umeelewana vizuri hapo? Tuzungumzia zaka za urudhu tijara, biashara zako. Una madaladala yako, daladala yale yanakuletea pesa, unaingiza kwenye akaunti yako. Tukuuliza sisi, hebu piga 150 laki na 50 mara 85, na pia piga 200,000 mara 85. Dhahabu inapanda na inashuka. 200,000 inakuwa milioni ngapi? 17. Tuna milioni 17. Alafu 150 ambayo laki na 50, milioni 12,700,000 na kitu na ushe. Milioni 12,700,000 na ushe, ile kule milioni 17. Je, mali yako inafika kiwango hiki cha pesa? Je, inazungukiwa na mwaka pasina kushuka chini? Ndiyo, inapanda siku nyingine. Wewe utakuwa utoe zaka 2% na pointi ngapi? 25. 2.25 anapewa mmoja katika watu 8 aliyowataja Allah wanaopewa zaka. Innamas sadaqatu lilfuqara, wanapewa mafukara, walmasakin, wanapewa maskini, walamilina alaiha, na wanao shughulika kukusanya zaka, hao wanafungu lao ili wasije wakatokwa na roho, walmuallafati qulubuhum, na waliosilimu hawana muda mrefu wameingia kwenye Uislamu, wa fi riqabi, watumwa wanapewa zaka, walgharimina, wenye madeni. Mtu ana madeni mpaka tumonia huruma mtaani, hana amani, anapewa sehemu ya zaka, akajikwatue, akajikwamue. Wa fi sabilillahi, na walio katika njia ya Allah, jihadi, mujahiduna fi sabilillah, tunawapa sehemu ya mali, wakanunulia silaha, wakanunulia vyakula, wakalinyanyue neno la Allah, la ilaha illa Allah, liwe juu. Wabni sabili, na mtoto wa njia. Mtoto wa njia ni aliyeharibikiwa na safari. Ameharibikiwa na safari, anakwenda zake kwao huko mbali, kaibiwa stendi begi lake na wajanja pale, ambao sio wajanja, ni wapuuzi. Mtu mwambie mwenzako ni mpuuzi, sio mjanja. Kaibiwa begi lake na mali yake na wapuuzi, pumbavu, wamemuibia, hana mbele hana nyuma, simu pia nao wamemuibia. Kwa hiyo akaja msikitini, jamani, nimeibiwa, mimi nakwenda wapi? Nakwenda Ukerewe. Kwenda wapi wewe? Mimi naenda huko Mshwareli, Kigoma. Basi sisi Waislamu tuampa yule fungu la zaka kama lipo, apewe fungu la zaka, aende na safari zake. Sasa wako watu wanaingiwa na uzito, yani mtu anaona kwamba sasa kutoa kijiasilimia hiki cha mali ya zaka, anafanya ujanja, tutatoa inshallah, tutatoa. Wengine hawatoi kabisa, na wana mali chungu mzima, hawatoi zaka. Kwa hiyo sisi tutamuhusia yule, Allah anasema watawasau bisabri, tutamuhusia subra, kwamba toa bwana hicho kiwango hicho cha mali, toa, uwe na subra katika taa. Hii ni taa kweli, watoa alafu nafsi yako inaumia, kwa ndivyo nafsi zilivyoumbwa. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo kuhusiana taa ni kama katika sura kama hiyo, sababu kutoa zaka ni taa, kuswali ni taa, mwanamke kuvaa hijabu ni taa. Umwambie mwanamke basi subiri, kuwa na subra kipindi ambacho wenzako watembea uchi na wewe unatamani, endelea kuvaa hijabu yako ya kisharia, endelea kuvaa niqabu yako ya kisharia, hata watu wakikusema, hata watu wakikuzodoa, wewe kuwa na subra katika hii taa. Watawasau bisabri,
wakahusiana kushikamana na subra. Subra ya aina ya kwanza ni kusubiri kwenye taa, dhahiri hapo. Subra ya aina ya pili, kuna sabrun ala taati llah, tumeshaiona ndio hiyo. Subra ya aina ya pili, sabrun an maharimillahi, kuwa na subra kutokana kutoyafanya yale aliyoyaharamisha Allah, sababu nafsi zinapenda kuyafanya hayo, kinyume na taa. Nafsi zinachukia kuyafanya taa, lakini haramu nafsi inapenda kuyafanya mambo ya haramu. Kwa hiyo namwambia mtu kuwa na subra, usile kitimoto, usile nyama ya nguruwe. Kweli kwamba wewe tangu umekuwa kwenye makuzi yenu huko kwenu, wapi umetoka, wapi wewe umetoka Uchagani ndani huko, ndo nyama zenu wenyewe, lakini sasa umeslimu wapata tabu. Kuwa na subra, usile kitimoto, kondoo wa Italia usile, ana madhara huyu. Katika madhara yake anaondoa wivu kwenye moyo wa mwanamume. Jana dume lilikuwa halina wivu, aweza mkeo akapigwa mabusu mbele yake akacheka tukafurahi, kitimoto kimemtoa wivu wote kwenye moyo. Umeona? Kwa unamuhusia yule kijana kwamba usile kitimoto, kuwa na subra, usinywe pombe. Kweli umezoea, watoka huko mitaa ya baridini huko mlikuwa mnakunywa pombe kila siku, lakini sasa wewe umeshaslimu, usinywe pombe. Kuwa na subra, nafsi yataka unywe upate moja kastolaga. Kuwa na subra. Hii ni sabrun an maharimillah, wakahusiana kushikamana na subra juu ya yale aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ataka ingie kwenye masakosi ya riba, kisa kwamba sasa nitafanyaje, hali imekuwa ngumu, maisha yamekuwa magumu, mimi nitafanyaje sasa, nikajiuze, si bora nikachukue mkopo wa riba? Tutakwambia usijiuze wala usichukue mkopo wa riba. Riba ni haramu, tena haramu mbaya kabisa. Kuwa na subra na hiyo hali yako uliyokuwa nayo. Muhogo wa kuchoma ukipata ukanywa na maji, sema alhamdulillah. Subra, usiyafanye yale ya haramu. Kwa ni sabrun an maharimillah. Aina ya pili ya subra ni kuwa na subra juu ya yale aliyoyaharamisha Allah, tusiyafanye. Aina ya tatu ya subra, sabrun ala aqdarillah, kuwa na subra juu ya kadari za Allah almu'lima, zinazoumiza. Kadari za Allah kwa maana mapitisho yake aliyokwisha tupitishia sisi waja wake, lazima yatupate na yanatuumiza katika nafsi. Mfano, mtu anaumwa muda mrefu, Mola wake ameshamwandikia huyu aumwe. Kuumwa kumempata, ni kadari aliyokwisha ipitisha Mola wake, lazima imfikie. Kwa hiyo tunamwambia jitibie, tumia dawa. Maumivu unayapata, shida wazipata kwa kitandani, mwenyewe ulikuwa unahangaika, kama saizi ulikuwa uko kwenye kuchakarika, uko kwenye nyenendo zako, sasa hivi huwezi tena, umelala hapa kitandani, waumia kadha kadha. Kuwa na subra juu ya kadari za Allah ambazo zinaumiza, kama vile maradhi, kadhalika kaondokewa na mtoto wake, kafiwa na mumewe, kafiwa na mkewe, kafiwa na baba yake, kafiwa na mama yake, ameumia. Tunamwambia kuwa na subra juu ya kadari ya Allah yenye kuumiza. Hii ni aina ya tatu ya subra. Kwa hiyo subra, kuhusiana kushikamana na subra, kwamba sisi tuhusiane kwenye haya mambo matatu yote, na hakuna subra nyingine zaidi ya subra hizi tatu tu. Aina yoyote ya subra itaingia kwenye moja ya hizi tatu, ima ni subra katika taa za Allah, au subra an maharimillahi, au iwe subra ala aqdarillahi almu'lima. Kwa hiyo watawasau bisabri, wakahusiana kushikamana na subra. Lakini kadhalika subra juu ya maudhi unayoyapata wewe ambaye unawalingania hao watu kushikamana na haki. Unapomwamrisha mtu ashikamane na sharia, maana yake ashikamane na haki,
bila shaka wako ambao watakubali na wako ambao kwamba watakuletea ya hapa na pale, watakuletea ya hapa na pale. Lazima uwe na subra katika yale maudhi ambayo utayapata kwenye njia yako ya khairi, wala usirudi nyuma. Sura hii mwisho kabisa maneno mazuri ya al-Imam Shafi'i rahimahullah, alisema law lam yunzilillahu ala ibadihi hujjatan illa hadhihi sura lakafathum, lau kama Allah asingelikuwa amewateremshia waja wake hoja yoyote isipokuwa Allah akawateremshia sura hii moja peke yake, wal asri, kwamba ndiyo hoja aliyoishusha Allah kwa waja wake, basi hii sura ingeliwatosha. Muelewe vizuri al-Imam Shafi'i rahimahullah, lau kama Allah asingeliteremsha hoja yoyote kwa waja wake kwamba hii ni hoja nitakwenda kuwauliza siku ya kiyama, asishushe sura yoyote zaidi ya yeye kwamba ameishusha suratul asri na uchache wa aya zake. Ina aya 3, si ndio? Ina aya 3. Anasema al-Imam Shafi'i kwa ilmu yake, lakafatuhum, sura hii ingeliwatosha. Nini maana maneno haya? Maana yake wangelitoshelezeka wao na mawaidha yaliyopo ndani ya sura hii. Hii sura ina mawaidha makubwa kabisa. Wangelitoshelezeka wao na kushikamana na imani, kwa kushikamana na imani, bali na kuyafanya matendo mema, bali na kuwalingania watu, bali na kuwa na subira katika mazingira ya kuwalingania watu dini. Huu ndio muradi wa maneno ya al-Imam Shafi'i rahimahullah. Muradi wake sio kwamba sura hii ingelikuwa imetosha juu ya mambo yote ya sharia, isingeshuka aya ya hijabu, isingeshuka labda aya ya udhu, kwa sura hii ingelikuwa imetosha. Ingelikuwa imewatosha kwenye mambo haya niliyoyataja. Wangetoshelezeka kwa mawaidha, sura hii imetosha. Kwenye upande wa mawaidha imetosha. Kwenye kuhimiza juu ya kuishikamana na imani na matendo mema, sura hii imetosha. Kwenye kuhimiza watu wawalinganie wenzi wao na wawe na subra juu ya maudhi watakayoyapata kwenye njia ya kulingania kwao, sura hii ingeliwatosha. Ndio haya maana, hii ndio maana ya maneno ya Imam nani? Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Na hapa tumeikamilisha tafsiri ya suratu al-Asri. Adhini muadhin, kisha tusali.